ukiwa polisi, vinginevyo kabisa umefungwa gerezani. Basi naomba nikujulishe maana ya ndoto hiyo. Namba moja, unapoota ndoto upo gerezani, hii yenyewe huwa ni taarifa kwamba kuna mambo ya kwako kwenye ulimwengu wa roho yanakuwa yamefungiwa. Unakuta umefungwa kiroho, spiritual bondage. Unakuta kuna roho ambayo inakuzuia kufanikiwa, delaying spirit, inakuwa imekaa kwako. Kwa kila unachofanya unazuiliwa, unavutwa nyuma. Kwenye ndoto utaota uko gerezani. Lazima ujue kwamba sio kila gereza huwa ni gereza la mwilini. Kuna magereza mengine ni ya rohoni. Unaweza ukawa mwili wako uko huru kabisa, lakini kwenye ulimwengu wa roho ndio umefungwa, uko ndani ya gereza. Ni sawa na mtu unakuta ni mwanamume au mwanamke yuko huru kabisa. Ukimwona hivi anacheka, ni mzima, anafanya kazi, anafanya biashara, lakini kuna mahali amepewa limbwata, maana yake ufahamu alionao kwa yule mtu sio wa kwake. Hiyo kitu tunaita ni gereza. Lakini mimi Mungu amenipaka mafuta. Kutoka kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza. Biblia inasema Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, maana amenipaka mafuta kuwatangazia watu. Lakini kuna mahali anakuja anasema kuwafungua waliofungwa na kuutangaza mwaka wa Bwana. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo 39 mstari wa 20, Biblia inasema wakamweka ndani ya gereza, lakini Bwana alikuwa pamoja naye. Sasa nataka nitamke kwako, gereza lolote walilokuweka, ninajua Bwana yuko pamoja na wewe. Ndio maana haujaangamia, ndio maana uko hai paka leo, ndio maana unanisikia paka muda huu. Na kutamkia kwenye hilo gereza utoke kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni gereza la umaskini, kwenye hilo gereza utoke kwa jina la Yesu aliye hai. Kama ni gereza la ndoa, ukatoke kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza neema ya Mungu itokee kwako na hilo gereza liachie maisha yako. Namba 2, ukiota uko mahakamani au umefunguliwa jalada la mashtaka polisi wanakutafuta. Fahamu kwenye ulimwengu wa roho kabisa ni kweli kuna mashtaka ambayo yameanzishwa dhidi yako, na adui anakufuatilia ili mradi aweze kuzuia spidi yako na mwendo wako, akurudishe nyuma. Sasa wakiwa wanakushtaki kwenye ulimwengu wa roho, utaanza kuota polisi wa kawaida tu wanakutafuta, wana mashtaka na wewe, au umepelekwa mahakamani kabisa. Ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5, anasema muwe na kiasi katika kukesha, kwa maana adui yenu Ibilisi ambaye ni mshtaki wenu, Biblia inasema ni kama simba ungurumaye akitafuta mtu ili apate kumshtaki au apate kummeza. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho kuna watu wanaweza kukushtaki. Unashtakiwa kuanzisha biashara Kariakoo. Hautakiwi kufanya biashara Kariakoo. Unaruhusiwa kufanya kwenye magenge ila sio Kariakoo. Unashtakiwa kwa nini umeingia kwenye ndoa. Ndio maana watu wengi wakishaingia tu kwenye ndoa, changamoto, shida, mikosi, mabara, wengine waga wanafukuzwa paka kazi, wanapoteza biashara, wanapoteza direction kabisa. Akati kwenye ndoa ndo swala la heri kabisa, ila kumbe kuna mtu amekushtaki. Ndio maana Biblia inasema na mshtaki wenu Shetani anawashtaki kwa kila jambo. Utaanza kuona Shetani anaenda kumshtakia Ayubu. Ayubu aliposhtakiwa na Shetani, mifugo ilipotea, watoto walipotea, heshima ilipotea, mwili ulipata magonjwa, hata afya ikapotea. Kumbe unaweza kushtakiwa. Mchawi anaweza kukushtaki. Anaenda kwenye kikao cha kichawi, anashtaki kwa wenzie. Anasema fulani amejenga nyumba, anaenda kukamilisha nyumba, anapaua msauzi. Kwa nini? Anakushtaki. Akisha kushtaki kwenye majalada yao ya kichawi wakiandika nyumba yako ikaliwe na bundi. Alafu wewe utaanza kuona sasa unashtakiwa na polisi au umepelekwa mahakamani. Na ukiona ndoto ya hivyo, usiamke kinyonge. Amka kama mtu ambaye ni advocate. Anza kujisimamia, jisimamie kama mtu aitakaye haki. Ndio maana Biblia inasema simama useme kwa ajili ya aliyebubu, simama usikie kwa ajili ya aliyekiziwi, simama ukahukumu na kutenda katika haki. Kwa Mungu akuwezeshe sana. Unapoota unaona haki yako unanyang'anywa, haki yako unadhulumiwa, usikae kimya. Lazima usimame kuomba na Mungu akusaidie sana. Kwa hiyo ambao unahitaji kuomba pamoja na mimi, namba ya simu hiyo hapo, au unaweza ukaishare video hii pia na mtu mwingine wa pili aweze kuona ambaye amedhulumiwa haki yake. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.